Maelfu ya watu wameanza kurejea Gaza City na miji mingine ya kaskazini mwa ukanda wa Gaza saa chache baada ya tangazo rasmi la kusitisha mapigano kuanza kutekelezwa. Barabara kuu ya Gaza imeshuhudia msururu mrefu wa magari yakipiga vumbi, huku mamia ya raia waking'ang'ana kwa miguu wakirudi kwenye makazi yaliyosalia kwa vifusi baada ya vita vya Israel na Hamas. Mashuhuda wanasema watu walikuwa wakiimba na kushangilia, wakibeba matumaini mapya ya kurejea katika ardhi zao zilizoharibiwa na vita. Kwa mara ya kwanza baada ya miezi ya mashambulizi, barabara zimeanza kusafishwa na mitaa ya Gaza kaskazini kufunguliwa. Video zilizopigwa na kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha wimbi la watu wenye mizigo midogo, watoto mikononi mwao, wakisonga kupitia kile kilichokuwa eneo lenye uhai na sasa limebaki kuwa jangwa la mawe na mabaki ya nyumba zilizobomolewa. Wakati wananchi wakirejea, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza kile alichokiita ushindi wa mkakati wake. Akizungumza kutoka Yerusalem, Netanyahu alisema kuwa mkakati wa kuunganisha mashinikizo ya kijeshi na diplomasia dhidi ya Hamas ndio uliosababisha kurejeshwa kwa mateka waliokuwa Gaza. Niliahidi kuwa mchanganyiko wa shinikizo la kijeshi na diplomasia utawalazimisha Hamas kuachia mateka, na ndicho hasa kilichotokea. Hii haikuwa rahisi. Kulikuwa na shinikizo kubwa mno wakati wa kampeni ya kijeshi, lakini tumeweza kufanikisha lengo letu, alisema Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel. Netanyahu pia alieleza kuwa hatua hiyo ilifikiwa wakati Hamas, Hezbollah, Syria chini ya Bashar al-Assad na Iran wakiwa kileleni mwa nguvu zao za kijeshi na kisiasa, jambo lililoongoza ugumu wa operesheni hiyo. Katika hotuba yake, Netanyahu hakusita kumshukuru rais wa Marekani Donald Trump kwa mchango wake katika kile alichokiita Gaza Peace Plan. Tunamshukuru kwa juhudi zake zisizo za kuchoka na kuonesha urafiki wa kweli kwa nchi yetu na watu wetu. Uongozi wake wa kimataifa umechangia kwa kiasi kikubwa mchakato huu, alisema Netanyahu, akisisitiza nafasi ya Washington katika kufanikisha mpango wa kurejesha utulivu. Ingawa furaha imeonekana wazi miongoni mwa raia wa Gaza, hali halisi inayowakabili ni ngumu zaidi. Wengi wanakabiliwa na uharibifu wa nyumba, ukosefu wa maji safi, umeme na huduma za afya. Barabara nyingi bado zimejaa vifusi na baadhi ya maeneo hayajafikika. Shirika la Umoja wa Mataifa na mashirika ya misaada yameonya kwamba kurejea huko hakutokuwa rahisi bila mpango wa ujenzi mpya na msaada wa kibinadamu kwa haraka. Hali hii imezua mjadala mpana kuhusu mustakabali wa Gaza baada ya vita. Kisiasa, ni wazi kuwa Hamas imepoteza nguvu kubwa, lakini swali la nani atadhibiti Gaza bado halijapatiwa jibu. Kijamii, watu wanakabiliwa na majeraha ya kisaikolojia baada ya miezi ya vita, na kiuchumi, ukanda wa Gaza umesalia katika hali ya kifusi na miundombinu muhimu imeporomoka. Kurejea kwa maelfu ya raia kunatoa taswira ya matumaini mapya, lakini pia kuna hatari kubwa katika ukanda huo. Historia ya mizozo ya Israel na Gaza imejaa masitisho ya mapigano yanayovunjwa baada ya muda mfupi. Swali kuu ni iwapo pande zote zitaweza kushikilia maelewano haya au iwapo hali itarudi kwenye mzunguko wa mashambulizi. Pili, Netanyahu anajitokeza akijenga taswira ya kiongozi aliyefanikisha kurejeshwa kwa mateka, jambo linaloweza kuimarisha nafasi yake kisiasa nyumbani. Hata hivyo, ndani ya Israel bado kuna mijadala mikali kuhusu gharama kubwa ya vita, vifo vya raia na askari, na uhalali wa operesheni hiyo kimataifa. Tatu, nafasi ya Marekani kupitia Trump imewekwa mbele, ikionyesha kuwa licha ya mvutano wa miaka ya nyuma, ushawishi wa Washington katika mzozo wa Israel-Palestina bado ni wa msingi. Hii pia ni ishara ya kuanza kujengeka kwa mchakato wa kidiplomasia unaoweza kuhusisha nchi nyingi zaidi za Kiarabu. Kwa sasa, Gaza inashuhudia mchanganyiko wa furaha na huzuni. Watu wanarudi makwao, lakini wanayakuta makazi yao yakiwa vifusi. Netanyahu anajitangaza kama mshindi, lakini changamoto za ujenzi mpya, hali ya kibinadamu na mustakabali wa kisiasa wa Gaza bado zipo. Je, hii ni hatua ya kwanza kuelekea amani ya kudumu au ni ukimya wa muda kabla ya risasi kusikika tena? Hilo ndilo swali linalobaki wazi kwa dunia nzima.